Sasa tuelekee kule Tana River ambako historia imeandikwa katika kaunti hiyo baada ya serikali ya kaunti kuzindua rasmi mpango wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu na vya mafunzo ya ufundi TVET. Wanafunzi wote watanufaika na ufadhili kamili, hatua inayopunguza mzigo wa kifedha kwa familia na kuongeza fursa za elimu. Gavana wa kaunti amesema mpango huu ni mwanzo wa kuikomboa kaunti hiyo kutoka umaskini kupitia uwekezaji katika elimu na maendeleo ya rasilimali watu. Tumaini, furaha na hisia za ushindi zimetawala katika ukumbi huu wa Hola County ya Tana River katika uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa masomo kwa wanafunzi watakaokuwa wakijiunga na vyuo vya ufundi na chuo kikuu. Ni mpango ambao umekuwa ukisubiriwa kwa takriban miaka 13 ambao sasa unaandikisha historia katika kaunti hii kulingana na jinsi viongozi na baadhi ya wananchi walivyotuelezea. Katika hii jaribio la leo tunalenga kwanza kuwahamasisha jamii ya kwamba VTC zetu zina umuhimu kwao. Hatutaki mtoto wote abaki nje. Awe anaenda nursing, anaenda wapi, lazima sisi, kwa sababu ni education development, hasa msukumo wa kuendeleza elimu ya watoto wetu. In fact, kwa muda mwingi sana wanafunzi wa Tana River wamekuwa wakipata shida kwa sababu ya mambo ya school fees. Wanaanza shule but they end up dropping out of school. But today at least we have gained something that at least students wa Tana River wanaweza fight kwa sababu ya future yao. Katika vigezo tunataka kujua kama mtoto ni yatima ama si yatima, ama kama si yatima ako na wazazi, je, mapato yake iko hali gani? Na pia kuweza kujua kama je, mzazi huyo ako na mzigo wa watoto wengine wangapi, wale ambao ndugu zake na kadhalika wanawasoma. Mpango huu unatarajiwa kuwanufaisha maelfu ya wanafunzi wanaokusudia kujiunga na vyuo vya ufundi katika kaunti hii. Steven Oduor, NTV Mashinani, kaunti ya Tana River.